Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ya sherehe ya Bwana, kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika tafakari ya masomo yetu matatu, somo la kwanza likitoka Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11, na somo la pili waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya ya 17 hadi 23, na somo la Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi 20. Ndugu zangu wapendwa, leo tunasherekea sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe hii huadhimishwa baada ya siku 40 za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alipofufuka alikaa na wanafunzi wake akiwatokea kwa siku 40, akiwafundisha na kuwakumbusha yale aliyoyanena na kutabiri kwamba yametimia sasa, na yeye amekuwa kweli ushuhuda wa maisha hayo. Amefufuka kama alivyokuwa amesema kwamba atakamatwa, atateswa, atapigwa, atauawa, lakini siku ya tatu atafufuka. Na kweli tumeshuhudia Yesu akijionyesha kwa wanafunzi wake mara nyingi katika mazingira tofauti tofauti, akiwahakikishia na kuambia amani iwe kwenu, akiwaonyesha sehemu zile za majeraha aliyoyapata katika mateso yake. Katika somo la kwanza basi leo tunaweza kufundishwa kuwa juu ya kuwa mashahidi wangu. Yesu anatuambia mtakuwa mashahidi wangu. Ahadi hii anaitoa kwa sababu anatambua anapokwenda kwa Baba anamtuma Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu atatusaidia au atawasaidia mitume wake hawa wale wanaomwamini, atawasaidia wamweze kumshuhudia, wamshuhudie, wawe mashahidi katika ulimwengu huu ambao anawaacha, na waiendeleze kazi ya kuihubiri injili hiyo. Na anawaambia ninyi mtabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Anawaambia kwamba Roho huyu atawaongoza na atawapa nguvu ya kubatiza, ubatizo usio wa toba, bali ubatizo ambao ni wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa utakaso kamili, na ubatizo wa ushuhuda wa injili ya Kristo, kuwa tayari kama Kristo mwenyewe alivyokuwa tayari kufia dhambi za watu wengine. Ubatizo wake ulikuwa na ishara ya Roho Mtakatifu aliyeshuka juu yake, na Mungu Baba akamtangaza kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Na Yesu anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Leo sisi tutakuwa mashahidi wa injili ya Kristo. Ushahidi huu sio ushahidi wa mama wa mambo ya starehe, kutafuta miujiza, utajiri na mafanikio tu. Ushahidi wa injili ya Kristo ni mateso, kifo na ufufuko. Huwezi kuwa shahidi wa injili ya Kristo kwa maisha kama hayo ya starehe. Yesu hakuja kwa ajili ya kustarehe. Yesu alikuja kwa ajili ya ukombozi, wa kuweza kushinda dhambi, wa kuweza kushinda mambo ya uonevu, kuiweka haki juu ya vitu vyote ambayo haikuonekana kwa watu. Na ndiyo maana katika somo hili wanafunzi walimuuliza Yesu wakasema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Anapowapa ahadi hiyo, wanafunzi hao wanauliza, je, ndio wakati huu unaporudishia Waisraeli ufalme? Yesu anawaambia sio wakati wenu wa kujua mambo haya ni lini yatatokea. Swala zima, endeleeni kujituma, endeleeni kuhubiri, endeleeni kuwa mashahidi wangu.
na ushahidi wa Yesu Kristo ni huo ambao hata yeye mwenyewe aliusema, ukitaka kunifuata, jikane mwenyewe, jitwike msalaba wako, unifuate. Je, tupo tayari kujikana na kujitwika msalaba? Je, tunakuweje mashuhuda wa Yesu Kristo kwa miujiza ya mbwembwe, maigizo, utajiri? Nimekuwa na matrekta 10, nilikuwa sina mali, sasa nimekuwa na nyumba. Nilikuwa na hiki, sasa nimekuwa hivi. Uzushi na uongo, na huo sio ushuhuda wa injili ya Kristo. Na huo sio ushahidi ambao Yesu anausema hapa. Ndugu zangu, tumwombe Yesu atusaidie kuwa mashahidi wa injili hiyo ambayo Roho Mtakatifu atatuongoza juu yake. Tuweze kweli kumhubiri wazi wazi bila woga, tuweze kweli kutetea haki, tuweze kusema kweli na kuweza kuwafikisha wengine ambao wanatamani kushuhudia maisha ya Kikristo. Lakini katika somo la injili pia tunapata ujumbe kuwa mmepewa mamlaka. Yesu anasema nimewapa mamlaka. Tumepewa mamlaka, na mamlaka hayo ni ya kufanya nini? Kuhubiri injili ya Kristo hata miisho ya dunia, kuwafanya watu wamwamini Kristo, wamfuate katika njia zake, tukiwabatiza na kuwafanya wanafunzi wake kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Leo hii umewasimamia wangapi katika ubatizo na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu? Leo hii umewabatiza wangapi kwa kuwaleta kanisani wakapokea sakramenti hizo za Kristo na kuwa mashahidi wa Kristo, na wao kupewa mamlaka hayo ya kwenda kuhubiri injili ya Kristo? Ndugu zangu wapendwa, sisi sote tumetumwa. Kama wewe umebatizwa, umepata ubatizo na umepata kipaimara, umetumwa, umepewa mamlaka, nenda kahubiri injili. Leo hii ukitembelea jumuiya zetu unakuta waamini wanasoma neno, lakini wanakaa chini wanasubiri mtu wa kuwatafakarisha. Kama katekista siku ametembelea jumuiya, basi watamsubiri katekista atafakarishe. Kama ametembelea sister, basi watamsubiri sister atafakarishe. Kama pengine padre naye amekwenda pale, sio kwa ajili ya kusoma misa, ni kwenda kuona namna gani waumini wake wanasali, watamwangalia padre aweze kuwatafakarisha. Waamini wengi wa Katoliki hatusomi neno la Mungu na kuliandaa vizuri na kwenda kulifikisha kwa watu, kulihubiri kwa watu kama ambavyo tunatumwa kuwa mashuhuda wa injili ya Kristo, kuwa wahubiri wa neno la Mungu. Sisi tumefanywa kuwa makuhani, manabii na wafalme. Kuhani kazi yake ni kutolea sadaka kwa ajili ya dhambi za watu na utakaso. Nabii kazi yake ni kuhubiri habari ya Mungu, na mfalme kazi yake ni kuongoza, ni kiongozi. Je, sisi ni viongozi? Kwa nafasi hizo tulizopewa, je, sisi ni mashuhuda wa injili ya Kristo? Tumwombe Mungu atusaidie katika sherehe hii ya ufufuko, ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni, iwe ni sherehe inayotufanya tuzaliwe upya, hasa katika ushuhuda wa injili ya Kristo. Mmepewa mamlaka. Mamlaka hayo tuyatumie vizuri. Tusiwe na mamlaka ya kushindana juu ya kunena kwa lugha. Tusiwe na mamlaka ya kutaka kuonekana kwamba mimi nafanya miujiza ya uponyaji. Hayo mengine ni maigizo. Roho wa Mungu atusaidie kutuongoza kufanya vitu hivyo kwa kujenga mwili wa Kristo, kwa kuifanya kichwa hiki cha kanisa kuwa kweli ni kanisa halisi na linaonyesha nuru yake kwa watu, kama tunavyosikia katika somo la pili. Yesu Kristo, sala ya mitume ambayo inadhihirisha kwamba wamepewa roho ya hekima na ufunuo kwa ajili ya kuyashuhudia yale ambayo Kristo aliwafundisha. Kumbe nasi tunapaswa kuwa nuru, ufunuo na hekima hiyo, ili macho ya wengine yaweze kutiwa nuru, waweze kumwona Kristo katika maisha yetu, waweze kuiona nguvu ya Mungu katika maneno na matendo yetu.
tukiushuhudia kweli kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo, tukishiriki mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusiwe na hofu juu ya hilo. Mkristo anayepitia mateso, Mkristo anayekufa katika imani yake, huyo atafufuka katika imani hiyo. Na ndiyo maana Yesu alipopaa mbinguni, wale malaika walitokea na kuambia, mlivyomwona akienda zake mbinguni, ndivyo hivyo atakavyorudi. Atarudi kwa ajili yetu sisi tutakaokufa katika Kristo, tunaomwamini vizuri. Tukimwamini vizuri, tukakubali mateso, tukashiriki kile alichokipitia Yesu, hakika nasi tutakuwa mashuhuda kweli wa injili yake kwa maneno na matendo yetu. Tumwombe Yesu atujalie neema ya kuwa wahubiri wema na nuru kwa watu wengine, na kutumia vizuri mamlaka tuliyopewa na Yesu Kristo kwa ajili ya kuwavuta watu kumwendea yeye hata miisho, maana amesema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tumwombe yeye atuongoze na tusaidie hata mwisho wa dahari, awe pamoja nasi, ili siku moja tupewe nafasi ile ambayo alipewa na Mungu ya kuketi mkono wa kuume wa Baba huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.